Siri kubwa imefichuka ni kwa nini Samia Suluhu anataka kumuua Jaji Joseph Warioba. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Na taarifa kwamba waziri mkuu mstaafu na jaji mstaafu wa Tanzania Joseph Sinde Warioba anaishi chini ya vitisho vya maisha imepasua pazia la ukimya ambalo kwa muda mrefu limefunika mwelekeo wa kisiasa wa nchi ya Tanzania. Si tu kwamba ni tishio kwa mtu mmoja, bali ni ishara ya wazi ya hali ya hatari inayokabili misingi ya dola ya kikatiba. Kauli kwamba maisha ya kiongozi aliyewahi kuwa kiini cha muhimili wa mahakama yako hatarini inaibua uhalisia mgumu kwamba Tanzania imeingia katika awamu ambapo hata waliokuwa walinzi wa sheria hawapo salama wanapogusa masuala nyeti ya uwajibikaji na madaraka. Ufunuo huu ulijitokeza kupitia taarifa ya gazeti la Mwanahalisi la tarehe 8 Januari mwaka 2026 likiripoti malalamiko ya Warioba kuhusu vitisho ambavyo hajawahi kukutana navyo katika maisha yake ya utumishi wa umma. Uzito wa taarifa hauko kwenye neno tishio pekee, bali kwenye muktadha wake, na huyu ni mtu aliyewahi kuwa waziri mkuu, jaji mkuu na mwenyekiti wa tume ya mabadiliko ya katiba, nafasi zilizomweka katikati ya nguvu za dola kwa miongo kadhaa. Kwamba mtu wa hadhi hiyo kufikia hatua ya kukiri kwa usalama wake uko shakani ni kengele ya tahadhari inayolia kwa taifa zima. Katika simulizi lake, Warioba ameonyesha msimamo wa kimaadili usiotikisika, akiweka hatima yake mikononi mwa Mungu. Amesisitiza kuwa hatarudi nyuma katika kile anachokiamini kuwa ni maslahi ya taifa. Kauli hii, licha ya kuwa na imani binafsi, ina uzito wa kisiasa na inaashiria kuwa vitisho hivyo vina mizizi katika misimamo yake ya wazi kuhusu katiba, uadilifu wa uongozi na mipaka ya madaraka ya dola. Kwa maneno mengine, tishio halitokani na uhalifu wa kawaida, bali kwa mgongano wa kimsingi kati ya dhamiri ya haki na maslahi yenye nguvu. Historia ya Tanzania inaonyesha kuwa nyakati ambazo wanasheria, wanahabari na wanasiasa wenye msimamo thabiti wanabanwa, huwa ni dalili ya kupanuka kwa mamlaka ya kiutendaji bila udhibiti. Kuanzia enzi za chama kimoja ambapo usalama wa taifa ulipewa kipaumbele kuliko haki za kiraia, hadi kipindi cha vyama vingi kilichotarajiwa kuleta uwazi zaidi, dola imekuwa na tabia ya kujilinda dhidi ya ukosoaji. Sheria za usalama, kanuni za mikusanyiko na matumizi ya vyombo vya dola zimekuwa zikitumika kudhibiti mjadala wa kisiasa. Kesi ya Warioba inaonekana kama mwendelezo wa mkondo huo, lakini kwa kiwango cha juu zaidi, kwani inalenga hata waliostaafu lakini bado wana ushawishi wa kimaadili. Mwitikio wa haraka kutoka kwa wanasiasa wa upinzani kama Godbless Lema umeongeza uzito wa tukio hili, kwamba Lema anayejulikana kwa ukosoaji wake mkali dhidi ya matumizi ya nguvu na hofu katika siasa umeweka wazi kuwa kutofautiana kimaoni si kosa. Msimamo wake umeeleweka kama jaribio la kuzuia uhalisia ama kuhalalishwa kwa vitisho kama nyenzo ya kisiasa na kusimama hadharani na Warioba. Lema amevunja ukimya ambao mara nyingi umegubika ama huwagubika wanasiasa wanapokabiliwa na masuala yanayohusu usalama wa watu binafsi. Hata hivyo, uzito wa tukio hauishii katika tamko la mshikamano. Unafungamana na mazingira mapana ya kisiasa yanayoelezwa kama yenye vuguvugu la madai ya haki na demokrasia. Na katika kipindi cha hivi karibuni, Tanzania imeshuhudia mjadala mikali kuhusu katiba mpya, uhuru wa mahakama na uwajibikaji wa viongozi. Na ripoti ya Mwanahalisi kuhusu kile kilichoelezwa kama dili limebuma inaashiria migongano ya maslahi ndani ya mifumo ya dola. Migongano ambayo mara nyingi huzaa vitisho, kampeni za hofu na juhudi za kunyamazisha sauti zisizofaa. Uzoefu wa Warioba katika masuala ya katiba unafanya tukio hili kuwa nyeti zaidi, na kama mwenyekiti wa tume ya mabadiliko ya katiba alisimamia mchakato uliokusanya maoni ya wananchi kutoka pembe zote za nchi. Mapendekezo ya tume hiyo yalilenga kupunguza mikusanyiko wa madaraka,
kuimarisha uwajibikaji na kulinda haki za msingi. Ukweli kwamba mchakato huo ulivurugwa na hatimaye kukwama uliacha jeraha la kisiasa ambalo halijapona. Vitisho vinavyodaiwa sasa vinaweza kutafsiriwa kama kivuli cha mapambano hayo ya zamani yakirejea kwa sura kali zaidi. Katika kanda ya Afrika Mashariki, mifano ya vitisho dhidi ya majaji, wanahabari na wanaharakati imekuwa ikiongezeka na ni jambo linaloleta wasiwasi wa kikanda. Mashirika ya haki za binadamu yamekuwa yakionya kuwa utamaduni wa hofu unapopenya katika taasisi za dola huathiri zaidi ya mtu anayelengwa, huathiri ujasiri wa jamii nzima. Tanzania iliyokuwa ikionekana kwa muda mrefu kama kisiwa cha utulivu, sasa inajikuta ikilinganishwa na mataifa jirani ambako siasa za vitisho zimekuwa kawaida. Kimataifa, hali kama hii huathiri uaminifu wa nchi katika masuala ya utawala bora. Wafadhili, taasisi za kifedha na washirika wa maendeleo huangalia kwa makini jinsi dola inavyolinda uhuru wa mawazo na usalama wa waliokuwa viongozi. Vitisho dhidi ya jaji mstaafu vinatoa taswira ya dola isiyovumilia ukosoaji na ni hali inayoweza kuathiri mahusiano ya kidiplomasia na kiuchumi. Hili ni swala linalovuka mipaka ya siasa za ndani na kuingia katika hadhi ya taifa kimataifa. Ndani ya nchi, athari za kimya na hofu ni pana zaidi. Wakati viongozi wastaafu wanapohisi kutokuwa salama, ujumbe na utumwa kwa watumishi waliopo madarakani na raia wa kawaida ni hatari. Unasema kwamba hakuna kinga dhidi ya nguvu zisizoonekana na kwamba uaminifu wa katiba unaweza kuwa mzigo badala ya heshima. Hali huwa mjadala wa wazi, hudhoofisha taasisi na kuacha jamii ikitegemea minong'ono badala ya ukweli. Kesi ya Warioba pia inafichua mgogoro wa kimaadili ndani ya uongozi wa Tanzania, na serikali na vyombo vya usalama vinabeba wajibu wa kikatiba wa kulinda maisha ya raia wote bila kujali misimamo yao. Kushindwa kutoa uhakika wa usalama kwa kiongozi wa hadhi hii ni kushindwa kwa taasisi. Ni ishara kwamba mfumo umelemewa ama na hofu ama na ushawishi wa makundi yenye maslahi makubwa kuliko sheria. Ngawaje wachambuzi wengine wa masuala ya siasa wanasema kuwa mpango huu wa kutaka kumaliza umetokana na Samia Suluhu kutokana na msimamo wake wa Warioba wa kumchochea kila wakati. Kwa mtazamo mpana, tukio hili linapaswa kusomwa kama kipimo cha mustakabali wa demokrasia ya Tanzania. Taifa linaweza kuchagua kukabili kwa uwazi kwa kuchunguza vitisho hivyo na kuwajibisha wahusika, au linaweza kulipuuza na hivyo kuruhusu tamaduni wa hofu kukita mizizi. Historia inaonyesha kuwa njia ya pili huzaa migogoro mikubwa zaidi baadaye, kwa sababu masuala yanayofunikwa hayafi, usubiri wakati wa kulipuka. Mwisho wa simulizi hili huko katika kauli za mitandao wala taarifa za magazeti pekee, huko katika uamuzi wa kimya au hatua. Ukimya unapotawala, vitisho hugeuka kuwa kawaida na hofu inachukua nafasi ya sheria. Na hatima ya Tanzania itapimwa kwa namna itakavyolinda wale wanaothubutu kusema ukweli, hasa wale waliowahi kusema ama kuwa sehemu ya dola lakini wakaamua kusimama upande wa haki. Kutochukua hatua ya leo ni kuhalalisha vitisho vya kesho, na katika mazingira hayo taifa halitelezi kwa ghafla, bali huteleza polepole hadi siku ambayo haki inabaki kumbukumbu ya maandishi, si uhalisia wa maisha. Ndio hayo tuliokuwa tumekuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi moja kwa moja bila kupindisha. Zidi kuwa nasi kwa taarifa zaidi kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.